Trump asema wapatanishi wa Marekani wameelekea Urusi. Wapatanishi wa Marekani wako njiani kuelekea mjini Moscow kufuatilia suala la kutafuta makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Mawaziri wa ulinzi wa nchi 5 za Ulaya wamekutana kujadili mzozo wa Ukraine. Kufuatia mazungumzo ya ufanisi na Ukraine kuhusu usitishwaji mapigano, ujumbe wa Marekani uko njiani kuelekea mjini Moscow kwa mujibu wa Rais wa Marekani Donald Trump. Trump alisema jana katika ikulu mjini Washington katika dhifa ya kumkaribisha Waziri Mkuu wa Ireland Michael Martin kwamba kuna watu wanaoelekea Urusi hivi sasa. Trump alisema mazungumzo na Ukraine mjini Jeddah nchini Saudi Arabia yalikuwa na mafanikio makubwa, akiongeza kusema sasa ni wajibu wa Urusi kuchukua hatua. Siku ya Jumanne ujumbe wa Ukraine ulitangaza utayari wa kukubali mpango wa usitishaji mapigano mara moja kwa kipindi cha siku 30. Marekani ikaanza tena kutuma msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine ambao ulikuwa umesitishwa kwa muda. Wakati huo huo, mawaziri wa ulinzi wa nchi 5 za Ulaya wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO wamekutana mjini Paris, Ufaransa kujadili hakikisho la usalama wa kijeshi kwa Ukraine pamoja na uwezekano wa kupeleka vikosi vya kudumisha amani iwapo mkataba wa amani utaafikiwa pamoja na Urusi. Mawaziri hawa wa ulinzi wa Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland na Uingereza hawakutoa maelezo kuhusu muundo hasa na nguvu ya kikosi hicho kufuatia mazungumzo hayo. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Halley amesema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano huo kwamba Uingereza na Ufaransa zinaongoza kwa pamoja kazi ya kuratibu kuongoza juhudi za kuundwa kikosi hicho cha amani na mipangilio ya hakikisho la usalama kwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu kwa upande wake amesisitiza kwamba hakikisho la kwanza la usalama kwa Ukraine ni majeshi ya Ukraine. Amesema washirika wanapania kuliimarisha jeshi la Ukraine kwa kipindi kirefu kama walivyofanya tangia mwanzo wa vita. Lecornu amesema hawawezi kuvitaka vikosi vya Ulaya vifanye kazi ya majeshi ya Ukraine. Hata hivyo, amedokeza kwamba Ulaya huenda ikatafakari kupeleka vikosi katika mpaka wa Poland na Ukraine. Mawaziri hao wa ulinzi pia walijadili kuongeza juhudi za kupeleka silaha na uratibu bora zaidi kati ya majeshi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yakiarifiwa, kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Oleksandr Syrskyi amesema kwamba vikosi vya Ukraine vitaendelea kufanya operesheni zake katika eneo la Urusi la Kursk kwa muda mrefu itakavyohitajika na kwamba mapigano yataendelea ndani na nje ya mji wa Sudzha. Kamanda huyo ameongeza kusema vikosi vinasonga mbele katika maeneo ya kimkakati kama inahitajika kwa lengo la kuyaokoa maisha ya wanajeshi. Kwa mujibu wa Syrskyi, mapigano yameendelea mjini Sudzha na viunga vyake. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekitembelea kituo cha kamanda ya kijeshi mjini Kursk katika eneo la vita kufuatia operesheni ya mafanikio iliyofanywa na vikosi vyake kwenye eneo la mpaka kati ya Urusi na Ukraine. Chombo cha habari cha serikali ya Urusi kimeripoti Jumatano kwamba Putin aliamuru vikosi vya Urusi viwafurushe wanajeshi wa vikosi vyote vya Ukraine waliobaki mjini Kursk. Picha za mkutano na mnadhimu mkuu wa jeshi Valery Gerasimov zilimwonyesha Putin akiwa amevalia sare za jeshi. Eneo halisi la mkutano alikutajwa. Chombo hicho cha habari kimesema ilikuwa ziara ya kwanza ya Putin katika sehemu hiyo ya uwanja wa vita. Mnamo Agosti 2024 vikosi vya Ukraine viliivamia Urusi bila kutarajiwa na hivyo kuvihamisha vita katika himaya ya adui kwa mara ya kwanza. Baada ya vikosi vya Ukraine kuendelea kulishikilia eneo hilo kwa muda mrefu, wamelazimika kurudi nyuma kwa haraka zaidi katika siku za hivi karibuni wakiwa chini ya shinikizo la Urusi. Siku ya Jumatano, kwa mujibu wa Urusi, wanajeshi wa Urusi waliuteka na kudhibiti mji mkuu wa eneo hilo wa Sudzha ambao ulikuwa uti wa mgongo wa kusonga mbele kwa Ukraine kwa miezi 7. Hata hivyo, eneo hilo bado halijasawazishwa kabisa na vikosi vya Ukraine kufukuzwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amekataa kusema iwapo ana mipango ya kuwasiliana na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin. Anasema, sitatoa maoni yoyote juu ya hilo, lakini tulipata mafanikio makubwa jana, alisema akijibu swali ikiwa alipanga kufanya mkutano au kupiga simu kuzungumza na rais wa Urusi kufuatia mazungumzo ya Machi 11. Kulingana na Trump kuhusu usitishaji vita nchini Ukraine ni juu ya Urusi sasa. Anasema, tumekuwa na uhusiano mzuri na pande zote mbili. Trump alidokeza akizungumza kuhusu Urusi na Ukraine katika mkutano na waziri mkuu wa Ireland Michael Martin katika ikulu ya White House. Vile wajumbe wa Marekani na Ukraine wameshindwa kutilia maanani matakwa ya eneo na usalama wa Urusi katika mazungumzo ya Saudi Arabia, gazeti la Global Times limeripoti. Wachambuzi wanaamini kwamba masuala muhimu kama vile matakwa ya eneo na usalama wa Urusi na Ukraine, utekelezaji mzuri wa usitishaji vita na uratibu maslahi mbalimbali hayakushughulikiwa katika matokeo ya mazungumzo ya hivi karibuni ya Marekani na Ukraine na kufanya mazungumzo ya kweli ya siku zijazo kutokuwa na uhakika.
inakuza utatuzi wa amani wa mzozo, unapaswa kuungwa mkono na kutumika kama mahali pa kuanzia kwa mwingiliano mzuri kati ya washikadau wote. Kulingana na hayo, usitishaji wa mapigano kati ya wahusika ni hatua ya kwanza tu, lakini utatuzi halisi wa mzozo wa Ukraine unahitaji mpango wa matibabu wa kimfumo ambao unajumuisha, pamoja na mambo mengine, kuweka katika vitendo maono mapya ya usalama. Inaangazia usalama wa wote bila kutanguliza usalama wa upande mmoja kwa gharama ya wengine. Sasa katika uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi 24 na kilomita za mraba 259 za eneo katika mkoa wa Kursk. Katika siku 5 zilizopita, mkuu wa wafanyakazi Valery Gerasimov anaripoti kwa Rais Putin. Anasema wakati wa siku 5 peke yake, Kursk Battle Group imechukua tena makazi 24 na kilomita za mraba 259 za eneo la mkoa wa Kursk kwa pande zote, Gerasimov alisema. Vile takriban wanajeshi 430 wa Kiukraini wamekamatwa kwenye mkoa wa Kursk, Valery Gerasimov anasisitiza. Vile Rais wa Urusi Vladimir Putin ametembelea kituo cha amri cha kikundi cha Kursk cha vikosi vilivyovaa sare na kusikiliza ripoti ya mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Urusi, Jenerali Valery Gerasimov. Hii ni mara ya kwanza kwa mkuu huyo wa nchi kutembelea mkoa wa Kursk tangu uvamizi wa vikosi vya Ukraine. Vile vikosi vya Urusi vinavyozuia shambulio la Ukraine kwenye mkoa wa Kursk vimeingia katika mkoa wa Sumi katika maeneo fulani, Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov anasema. Na hiyo alikuwa akitoa ripoti kwa Rais Putin. Anasema operation ya kuangamiza Ukraine kwenye udongo wa Kursk inaendelea. Kikundi cha kupenya cha jeshi la Ukraine kimezingirwa na kinaharibiwa kwa kasi. Katika baadhi ya maeneo, vitengo vya Kirusi vimevuka mpaka wa serikali hadi mkoa wa Sumi, ambako anaendelea kuharibu hifadhi za adui na kupanua eneo la usalama. Gerasimov alisisitiza kwamba harakati kando ya mpaka wa serikali na vikosi vya mgawanyiko wa ndege wa 76 na 106, kikosi cha 83 cha mashambulizi ya anga na majini kutoka kikosi cha 810 cha Marine, pamoja na shughuli za kitengo cha droni cha Rubicon katika eneo la mpaka wa mkoa wa Kursk na katika mkoa wa Sumi wa Ukraine wa Sumi hadi Februari, ilifanya iwezekane kudhibiti vifaa vya Ukraine ambayo iliwazuia kupeleka hifadhi, kutoa risasi na vifaa vingine. Vile wanachama vitengo vya jeshi la Ukraine vinavyopigana dhidi ya mamlaka ya Urusi kwenye mkoa wa Kursk wanachukuliwa kuwa magaidi kisheria na wanapaswa kushughulikiwa hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema katika mkutano uliofanyika kwenye kituo cha amri cha vikosi vya wanajeshi wa Urusi kwenye eneo la mpaka. Anasema watu ambao wapo hapa katika mkoa wa Kursk wanaofanya uhalifu dhidi ya raia na kupigana na vikosi vyetu vyenye silaha, vyombo vya kutekeleza sheria na vyombo vya usalama ni magaidi kwa mujibu wa sheria za Urusi. Hivi ndivyo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi inavyoainisha vitendo vyao, na ni chini ya kanuni ya jinai. Putin alitaja wanamgambo wa Kiukraini waliotekwa kwenye mkoa wa Kursk kwa kuzingatia sheria za Urusi kwamba wanapaswa kuchukuliwa hatua kwanza kabisa kama magaidi. Vile Putin anasema ameweka jukumu la kuwashinda wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk haraka iwezekanavyo. Anasema kwa kweli lengo letu kwa siku za usoni ni kumshinda adui aliyejikita katika mkoa wa Kursk na kushiriki katika operesheni za kijeshi hapa na kufanya hivyo haraka iwezekanavyo. Rais alisema vikosi vya wanajeshi vya Urusi vinaendelea na operesheni yao ya kuangamiza wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk. Makazi 5 yalikombolewa katika muda wa saa 24 zilizopita. Hasa vikosi vya Urusi vilichukua udhibiti wa sehemu ya kati ya mji wa Sudza. Vile jeshi la Urusi inaelezwa kwamba linahitaji kushinda jeshi la Ukraine kwenye mkoa wa Kursk haraka iwezekanavyo na kuanzisha eneo la usalama la kikanda. Rais wa Urusi Vladimir Putin, kamanda mkuu, anasema wakati wa ziara yake huko Kursk. Mkuu wa nchi aliwataka makamanda kufikisha shukrani zake kwa askari wote walioshiriki kwenye operesheni ya Kursk na kuashiria hali ya kigaidi ya vitendo vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni. Rais wa Urusi ametembelea mkoa wa Kursk kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Ukraine. Hapo awali Putin alipanga kushiriki kwenye mkutano wa kiuchumi katika makazi yake ya Novo Ogaryovo nje ya Moscow, lakini msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema baadaye kwamba mkutano huo umeahirishwa kwa sababu ya mabadiliko kwenye ratiba ya kazi ya rais. Kremlin baadaye ilitoa picha ya safari ya Putin kwenye mkoa wa Kursk. Vikosi vya wanajeshi wa Urusi vinapaswa kumshinda adui aliyejikita kwenye mkoa wa Kursk na kushiriki katika shughuli za kijeshi hapa na kufanya hivyo haraka iwezekanavyo, Putin alisema. Vile mkuu wa majeshi wa jeshi la Ukraine Alexander Syrskyi
Anasema vikosi vya Ukraine vimepokea amri ya kuondoka katika mji wa Sudza katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Kamanda mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine anasema vitengo vya kikosi cha ulinzi ikiwa inahitajika vinaweza kufanya ujanja ili kuhamia nafasi za faida zaidi. Kwanza kabisa, hii inatumika kwa sehemu isiyo na rubani na maeneo ambayo hayana mashambulizi. Nilitoa maagizo yote muhimu kwa athari hii. Kamanda mkuu akutangaza moja kwa moja kujiondoa kwa Ukraine kwenye jiji hilo, lakini alisema kuwa operesheni za mapigano zinafanyika katika vitongoji vya Sudza na maeneo ya karibu. Vikosi vya Urusi sasa vinaendelea kutoa kipigo kikubwa cha makundi ya Kiukraine kwenye mkoa wa Kursk na kukomboa makazi matano katika siku iliyopita, ikiwa ni pamoja na jiji la Sudza. Vyombo vya habari vya Ukraine viliripoti Jumatano alasiri kwamba wanajeshi wa nchi hiyo walikuwa wamefukuzwa nje ya jiji kubwa, lakini hakukuwa na maoni yoyote kutoka kwa amri ya jeshi hadi taarifa Siriskyi. Vilevile kundi la vita la magharibi limeharibu vituo 22 vya uendeshaji wa ndege zisizo na rubani kwenye eneo lake la kuwajibika tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi. Ivan Bigma, msemaji wa kikundi cha vita, anasema hayo yakiendelea, kamanda wa kundi la vita kaskazini ameripoti kwa rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kuingia katika hatua ya mwisho ya operesheni ya kukomboa mkoa wa Kursk kutoka kwa askari wa Kiukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema wakati wa ziara yake katika moja ya vituo vya amri katika mkoa wa Kursk, Putin alisikia ripoti za kamanda na naibu kamanda wa kikundi cha vita cha kaskazini ambaye aliripoti kwa kamanda mkuu juu ya maendeleo ya operesheni hiyo na vile kuingia katika hatua ya mwisho ya operesheni ya kukomboa eneo la mkoa wa Kursk kutoka kwa askari, walisema huko. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.